Na ile nyingine kwamba kama ulijiandikisha Msoga na siku ya kupiga kura kama mimi hivi unajikuta uko Lindi kule ukweni kule maana kama Mamsa hapo anagombea basi nawe lazima uwepo pale Kiingereza wanasema you show support Sasa unaweza ukakuta huko kule sasa unafanyaje? Siwezi kupiga kura ya Lindi pale mjini, lakini pale Lindi mjini naweza nikapiga kura ya rais. So, those are some of those important provisions ambazo zinatoa fursa kwa watu kuweza kushiriki kupiga kura kwa rais hiyo ya ubunge na madiwani. Utaendelea kupigia kura huko Msoga ulikojiandikisha. Kama hukuwepo kule, hilo ndio umekula hasara au kura yako ndio imepotea. Pia yanafanyika marekebisho, maboresho ya muundo wa karatasi za kura kwa kuzingatia mahitaji ya watu wenye mahitaji maalum na waweze kupiga kura. These are advances ambazo hazizungumzwi sana, lakini zipo, zinatoa fursa kwa watu wa Tanzania kuweza kupiga kura. Pamoja na sambamba na mabadiliko yalifanyika kwenye sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani mwaka katika sheria mpya ya Tume Huru ya Uchaguzi namba 2 ya mwaka 2024 yapo mambo mazuri nayo. Katika sheria hiyo umeweka utaratibu mzuri wa sifa za uteuzi wa wajumbe wa tume. Nadhani AG amelisemea hili. Lakini na utaratibu wa namna ya kumuondoa mjumbe wa tume hiyo ya uchaguzi. Lakini yapo pia na masharti ya maadili ya wajumbe na mkurugenzi wa Tume Huru ya Uchaguzi, nayo yametamkwa. Ndugu washiriki, haya yote hayakuwahi kuwepo katika sheria zetu za uchaguzi zilizopita, lakini bado tuliweza kufanya chaguzi huru, haki na zenye ushindani. Hivyo tunapojumuika hapa siku ya leo, ni imani yangu kuwa pamoja na mambo mengine mtapata muda wa kuyachambua kwa kina maboresho haya makubwa yaliyofanyika kwa lengo la kuimarisha mchakato na mfumo wa uchaguzi hapa nchini. Kwa bahati nzuri, sheria hizo kwa sasa zimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Maana zamani zilikuwa zimeandikwa kwa Kimombo tu. Sasa kama na unaambiwa kwamba kutokuijua sheria si utetezi, lakini sheria yenyewe iliandikwa Kiingereza. Wende kama kwa watani zangu Wasukuma kule kwa Jaji Mihayo kule. Sasa unampigia unaambia sheria imesemaje? Here in after therefore. Sukuma na kwamba yaya iti unasemaje? Sasa lakini sasa zimeandikwa kwa Kiswahili, kwa hiyo mtu yote anaweza kuaccess, anaweza kusisoma akazielewa hizo sheria. Na kwa hiyo kwa kweli sasa ukimwambia kwamba kutokuijua sheria si utetezi, ni kwamba imeandikwa kwa Kiswahili na kwa hiyo anatakiwa na yeye kuzisoma. Lakini napoyasema yote haya, bado there is room to do more. Hatujafika mwisho. Ndio maana matumaini yangu ni kwamba katika mazungumzo yenu mtayatambua haya na kwa lugha ya Kiingereza ni proper context ya haya yaliyofanyika. Lakini bado muweke nafasi kwamba inatakiwa kufanya zaidi ya haya ili mambo yetu kesho na kesho kutwa yaweze kuwa mazuri zaidi.
Niseme tu kwamba yote mtakayoyajadili katika kongamano hili msiishie kukaa nayo katika jamii yenu ya mawakili na wanasheria wasomi, bali yapelekeni kwa wananchi ambao ninyi mna wajibu wa kuwahudumia. Yafafanueni na kuyaeleza kwao kwa lugha nyepesi ambayo hata mwananchi wa kawaida ataelewa, ili itakapofika tarehe 25, itakapofika siku ya kupiga kura, kila Mtanzania aweze kutimiza haki yake ya kikatiba ya kushiriki uchaguzi. Maana pia chagueni na yule ambaye ana uwezo wa kueleza mambo kwa ufasaha. Kuna mwingine akisema maneno 7 ya Kiingereza na anazungumza na wananchi. Anasema kutoka hapa, anasema leo umegonga. Lakini wananchi wakienda kuulizana anasema huko amesema nini? Anasema nakwambia huyo mtu aliyekuja leo Kiingereza anaelewa mwenyewe, sisi hatukuelewa kitu. Kwa hiyo hili nalo mlitambue, nani mnampeleka kumueleza nani. Kama mtakuja pale Mlimani kwa wanafunzi wa Profesa Rutinwa, tumieni Kiingereza tu, mtaelewana. Lakini kienda kule Msoga kwa wazee wangu wa Kikwere wale, katika maneno 13 ya Kiingereza watachukua yale 7, hayo 3 ambayo umeona muhimu wanakuachia mwenyewe. Kwa hiyo hamkuachana. Uchaguzi huu ni fursa kwa Watanzania kupata viongozi, kuchagua viongozi wanaowataka, lakini pia ni fursa ya kuendelea kuonesha uwezo wa Tanzania katika chaguzi za haki, amani na za kuaminika, bila hofu wala upendeleo, kama ambavyo imekuwa desturi ya nchi yetu. Ni fursa nyingine ya kuyafanya mambo yetu yawe mazuri na kuwafanya Watanzania wenyewe waridhike kwamba uchaguzi huo umeendeshwa vizuri na wananchi wamepata nafasi ya kuchagua viongozi wanaowataka. Kwa hiyo tukiepuka hila, ujanja, ulaghai, tutakuwa na uchaguzi ambao matokeo yake yatakuwa na sifa hiyo. Tukifanya vinginevyo, basi kwa tumemaliza, watatangazwa walioshinda na walioshindwa, lakini bado wakati mwingine hata yule aliyeshinda naye anashangaa ameshindaje. Asema umeshinda, nimeshinda kweli. Asema umeshinda. Pakikosekana uwazi, pakikosekana kuheshimu sheria, pakikosekana kuheshimu taratibu, mtafika huko. Na sifa hiyo haitakuwa sifa nzuri kwa demokrasia ya Tanzania, ambayo inahesabiwa kwamba ni mfano mzuri wa chaguzi, mfano mzuri wa kubadilishana uongozi, mfano mzuri wa kuendesha mambo ya kidemokrasia. Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu, ndugu washiriki, kabla ya kuendelea na hotuba yangu, ningependa kutumia nafasi hii kuainisha masuala kadhaa ambayo ni muhimu kuzingatiwa na kila mmoja wetu ili kutimiza azma ya uchaguzi kama ilivyokusudiwa na katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa kwanza. La kwanza, mchakato wa uchaguzi kama ambavyo tutafanya mwaka huu ndio namna pekee ya wananchi kuweza kukasimu mamlaka yao kwa viongozi wa kuweza kuwaongoza kwa niaba yao. Ndio katiba inavyosema. Mamlaka yanatoka kwa wananchi. Mamlaka ya serikali yako mikononi mwa wananchi. Lakini mamlaka hayo serikali inayapataje? Ni kwa njia
ya uchaguzi. Kwa tukifanya uchaguzi uliokuwa huru, uliokuwa wa haki, na viongozi wakapatikana katika mazingira hayo, kwamba pale ndio wananchi wamekasimu mamlaka yao kwa hao viongozi waliowapa. Hili ni jambo la kwanza la msingi. Hivyo kama taifa, na kwa kuzingatia makubaliano yetu kupitia katiba, kila baada ya miaka 5 tunapaswa kufanya uchaguzi mkuu. Jambo la pili, demokrasia ni mchakato mpana sana. Kupiga kura ni sehemu ndogo tu, japo ni muhimu katika mchakato mzima wa demokrasia. Demokrasia ni mfumo unaowawezesha wananchi kuwasilisha, kupokea, kupima hoja na sera za vyama vya siasa na hatimaye kufanya uamuzi. La msingi ni ile definition alitoa Abraham Lincoln. Democracy is government of the people, for the people and by the people. Yani ni serikali ya watu kwa niaba yao, lakini iliyotokana na wao. Na uchaguzi ndio msingi wa kufikia hapo. Ushindani wa vyama kwa msingi ya hoja ndio ishara ya kukua kwa demokrasia kwa vitendo. Hii si hapa tu Tanzania, bali duniani kote, kwamba mnashindana kwa hoja, wananchi wanawasikiliza, baadaye wananchi wanaamua kwa hoja. Hapa nirejee maneno yangu mwenyewe nilisema mwaka 2010, niliposema haki ya kusema haimaanishi kutukana. Sio haki ya kutukana, lakini pia uhuru wa kutoa maoni usitumike kupandikiza chuki, ukabila na udini. Tukienda kwenye hilo, tunaivuruga sana nchi yetu. Leo mkataka wa Tanzania hawa wachague watu kwa misingi ya dini yao. Kwenda pale tunasema huyu anayegombea nani? Abdalla, Muislamu mwenzangu, asema sawa, huyo. Anayegombea nani? Joseph, Mkristo mwenzangu, huyo. Siku tutakapofikia hapo, the country is finished. Mtaacha kuwa nchi moja, ila mtakuwa a nation of nationalities. Na nationalities zenyewe ziko based on religion, based on tribe, na wakati mwingine hata kwenye ile kabila ni based on where you come from. Katika moja ya clips za hivi karibuni nilisikia ya Mwalimu Nyerere akizungumzia kule kwao kina Balile kule. Kuna Wayoza na wanani? Na Waziba. Wayoza na Waziba. Tulikuwa na mgombea ubunge pale mjini, sio alikuwa sijui Mziba sijui. Mjuni Kataraia. Ni Mziba. Ni Mziba, lakini eneo lile ni Wayoza. Wanasema haiwezekani. Hapa sio kwake. Akagombea kule kwa Waziba wenzake. Sasa mkishafi. Lakini sasa amesema hivi, tukifika hapo na nchi ikawa hivyo, na sasa mnakuwa sasa ni nchi ya vijinchi, lakini sio nchi ya nchi moja. We have to build a country, a nation, not a nation of nationalities. Tatu, sheria ni nguzo muhimu ya utawala wa sheria na haki, na pia ni nyenzo muhimu ya kuwezesha utimilifu wa mchakato wa kidemokrasia wa kufanya uchaguzi wa wananchi. Hakuna njia nyingine, yani katika kukamilisha demokrasia, sijui kama ipo, isipokuwa ni ya uchaguzi tu. Ukishatoka ya uchaguzi inabakia kwa ya uteuzi. Sasa ya uteuzi ndio inakuwa kina Hamza Johari. Huyu anateuliwa. Sasa hamwezi kuwa mpaka viongozi sasa na wabunge wanateuliwa. Na madiwani wameteuliwa. Wenye vitu wa vijiji wameteuliwa.
it really ceases. Kwenye demokrasia haiwe hivyo. Itakuwa sasa ni sijui itaita demokrasia aina gani. Kwa uzoefu wangu uchaguzi, hususan wakati wa kampeni za kisiasa, kumekuwa na mtazamo usio sahihi wa kuzani sheria tulizojiwekea huwa zinaenda likizo. Kwa maoni yangu, sheria huwa haziendi likizo, na ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba tunazingatia matakwa ya sheria katika utekelezaji wa haki zetu za kidemokrasia wakati wa uchaguzi. Ni muhimu kila mmoja wetu kuhakikisha anatimiza wajibu wake na kuwa mlinzi wa sheria na sio kuwa kichocheo cha uvunjifu wa sheria na amani tulionayo. 4, hakuna demokrasia bila uwajibikaji. Accountability and responsibility. Maana wakati mwingine unajua Tanzania hapa kuna watu wanataka wafanye lolote mahali popote hata kama linavunja sheria, lakini wote mseme ndio. Na wakati mwingine matatizo haya ni ya wanasiasa. Waacheni wananchi wangu hao. Basi wanavunja sheria tu sababu unajiandaa kwa kutafuta kura kesho na kesho kutwa. Sasa sheria ziende likizo. Ni muhimu kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba anatimiza wajibu wake. Lakini kutimiza wajibu ni moja ya msingi katika demokrasia. Wajibikaji ni msingi wa uongozi unaoaminika. Hivyo ni muhimu sana kwa wadau wote wa masuala ya uchaguzi kuhakikisha kwamba kila mmoja anatekeleza ipasavyo wajibu wake ili kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa huru na wa haki. Walioko kwenye tume wanautekeleza wajibu wao sawa sawa. Walioko kwenye uongozi wanatekeleza wajibu wao sawa sawa. Walioko kwenye kupiga kura wanatekeleza wajibu wao sawa sawa. Tukifanya hivyo, uchaguzi unakuwa mzuri na nchi yetu inakuwa nzuri baada ya uchaguzi. Katika kusisitiza hili, namnukuu Mwalimu, baba wa taifa, aliposema, tukiruhusu vyama vingi vya siasa, tusifikiri kuwa hiyo ni tiba ya matatizo yetu. Lazima tujenge utamaduni wa kuheshimu maoni tofauti, kutenda haki na kuwajibika kwa wananchi. Mwisho wa kunukuu. Ni vyema wadau wote ikiwemo vyama vya siasa, tume huru ya uchaguzi, mahakama, vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na wananchi kutambua kuwa sheria zilizo bora pekee hazitoshi, bali tunahitaji utekelezaji wa sheria hizo ili kuweza kulinda msingi ya haki na utawala wa sheria katika kipindi hiki cha kutafuta ridhaa ya wananchi kuweza kuliongoza taifa letu. Ningependa kusema kwa msisitizo, kwa wakati tulionao sasa, sio wakati wa kufanya mzaha na mambo ya msingi. Huu sio wakati wa malumbano. Huu sio wakati wa kunyoshana vidole. Si wakati wa kujenga uhasama wala kupandikiza hofu na chuki isiyo na sababu miongoni mwa wananchi. Huu ni wakati wa kuonesha uzalendo wetu, wa kuthibitisha sisi wenyewe na kuithibitishia dunia kuwa Tanzania na Watanzania tunaweza kuendesha mambo yetu ya ndani kwa amani, uhuru na haki. Ndugu washiriki, nimesema sana, naomba sasa nimalize. Kabla ya kuhitimisha, hata hivyo, nataka kusema, ningependa kutoa rai kwa serikali, wadau wote wa uchaguzi, wananchi wote kwa ujumla wao, kwamba mosi, tofauti za kisiasa zisitumike kwa chanzo cha kuharibu umoja wa kitaifa tulioupigania na kujenga kwa miaka mingi.
tutakuwa na tofauti zetu za kisiasa. Mwingine ataahidi asali, mwingine ataahidi maziwa, mwingine ataahidi tukubadili nchi ghafla, ikawa kama New York. Mwingine ataahidi mambo mengi, lakini yote hayo yasifanyike katika mazingira ya kuvuruga umoja wetu, amani yetu, mshikamano wetu. Nilipokuwa nagombea urais kwa mara ya kwanza, moja ya jambo ambalo nilikuwa nasisitiza sana na ile timu yangu nilikuwa nayo, kitu cha kwanza nilisema holding the country together. Tanzania ni nchi ya makabila 120 wa rangi mbalimbali, wa makabila mbalimbali, wa dini mbalimbali, na wako wengine wengi tu hawafungamani na upande wowote kwenye dini, wapo tu. Kuishikilia nchi kwa pamoja ya namna hiyo ni kazi ngumu sana, lakini ukisema kama kiongozi, hii ni dhima yangu ya kwanza, holding the country together, a nation of diversity. We will celebrate our differences, lakini isiwe ndio misingi ya kutugawa. Wewe mwenyewe unayeongoza ukiwagawa watu katika misingi hiyo, wenyewe utakuwa sasa ni rais wa vipande vipande. Kuna kipande kimoja chako na kuna kipande kingine sio chako. Sasa wale waliosema sio chako watatafuta wapi rais wao? Watatafuta wapi viongozi wao? Ama kwa lugha ya kiwezi waaquiesce kwenye mazingira hayo, ama wakatae, na katika kukataa hujui watakataa namna gani. Lakini pili, Tume Huru ya Uchaguzi iendelee kufanya kazi yake kwa weledi, kwa uhuru na uwazi, na wananchi waamini hivyo. Vyama vya siasa viamini hivyo. Vikishakuwa wananchi wakiamini na vyama vikiamini, mnapata utulivu katika nchi, uchaguzi unafanyika, aliyeshinda kashinda, na aliyeshindwa anasema nimeshindwa, nilijitahidi lakini wenzangu wamenizidi maarifa. Lakini sio maarifa yale ya ujanja, ila wamezidi maarifa, hoja zao zilikuwa strong, mimi nimeshindwa kujenga hoja ya kutosha. Kwa hiyo hayo nao hilo ni la tume. Tatu, jeshi la polisi na vyombo vya usalama viendelee kufanya majukumu yao kwa weledi na kuheshimu haki za kisiasa za raia, na kuhakikisha kuwa kunakuwa na ulinzi na usalama wakati wote. Raia wana haki zao za kisiasa, wasinyimwe haki hiyo ya kisiasa, lakini kazi yao vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha throughout kipindi cha uchaguzi. La nne, vyama vya siasa vishindane kwa hoja, sio kwa kejeli, sio kwa vitisho, sio kwa matusi, sio kwa ugomvi au kwa mifarakano. Baba wa Taifa aliwahi kusema, uchaguzi ni vita ya hoja, si vita ya mapanga na risasi. Mwisho wa kunukuu. Vyama vishindane kwa hoja na ushawishi, maana kuna maisha baada ya uchaguzi. Isiwe baada ya uchaguzi watu kwa vyama vya siasa hawaoleani. Vyama vya siasa, kwa msingi wa vyama vya siasa, wanaachana. Kwa sababu kwenye uchaguzi bwana, hukuunga mkono chama changu, basi katafute waume huko.
hatuwezi kwenda hivyo. Si tunakaa kwenye nyumba moja. Mimi napenda timu ya Yanga, mke wangu anapenda timu ya Simba kweli kweli. Lakini ni mke na mume, tunalala kitanda kimoja, mpishi yeye, mie mlaji. Siku ya mpira kama kusikiza redio, kila mtu anakwenda kusikilizia kwake. Mkitoka hapo, aliyeshinda kashinda, aliyeshindwa amenuna basi, lakini hamzungumzi mambo ya mpira. Sasa mnazungumza habari ya chakula, watoto walale na nini. Ndio hivyo jamani. Haiwezekani watu wote nyinyi mwe mnafikiri namna moja tu. Binadamu hao hawapo. Binadamu hao hawapo kabisa. Kwamba ukute wote wale. Sisi kwenye tumezaliwa 9 kwa baba yetu. Wako wengine wanapenda Yanga, wengine wanapenda Simba. Lakini tunapokuwa na shughuli za ukoo hatujadili ya mpira. Hata kwenye familia zetu. Wako wengine, nilikuwa na watoto wakanya, ndugu yangu mmoja hivi alikuwa kafu wa kutupa kwa lugha ya mjini. Lakini akija tu baba mdogo, shikamoo, marahaba, tunazungumza ya ukoo, tunaachana. Baada ya hapo kwenye mashughuli ya siasa, yeye anapanda jukwaa lake na mimi napanda jukwaa langu. Ndio hivyo, maana tusigeuze kwamba kwa vyama vya siasa ni msingi wa kufarakana, hamzungumzi kwa sababu tu wenzako yuko chama tofauti na chako. Wakati mmoja kule Zanzibar kule walikuwa wamefikia mahali ambapo kama imamu pale ni wakafu, watu wa CCM wanasubiri kwanza amalize sala, halafu anakwenda imamu wa CCM na watu wake. Msikiti huo it had just gone bad. Ndio nikasema bwana, I use my political capital tuwaunganisha watu. Nashukuru kwamba tulifika hapo. So vyama vya siasa tusigeuze shughuli zetu za siasa kwamba ni msingi wa kufarakanisha watu. 5, na mahakama na vyombo vingine vilivyopewa mamlaka kutatua migogoro na malalamiko yatokanayo na mchakato wa uchaguzi vitekeleze wajibu wao huo kwa kuzingatia sheria na kwa uharaka wa utoaji wa haki. 6, na mwisho, japo sio kwa umuhimu, wananchi waelimishwe na kuhamasishwa kushiriki katika uchaguzi kwa amani ili kutekeleza haki yao ya kikatiba ya kushiriki katika uchaguzi, iwe kwa kupiga kura au kwa kupigiwa kura. Ndugu zangu, baada ya maneno yangu mengi hayo, na uzuri wenyewe mmekuwa mnanisikiliza sana, na ni hatari mwanasiasa mkimsikiliza sana, ananogewa. Hata kama amestaafu, kwanza kupata majukwaa kama haya inakuwa ni nadra. Kwa hiyo sasa naomba nihitimishe hotuba yangu kwa kuwapongeza tena chama cha mawakili wa serikali kwa kuandaa kongamano hili muhimu ambalo naamini litatumika pia kama jukwaa la kitaifa kuweza kubadilishana mawazo, na hususan katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Sina shaka na uwezo wenu wa kiuchambuzi kama wasomi ambao wengi wenu mmepikwa mkaiva, mmepikwa mkapikika na mmeiva. Mmepiga katika vyuo vya hapa ndani na wengine mmekwenda mpaka nje huko abroad. Nimefarijika pia kuona kuwa kuna mchanganyiko wa watu wa mada pamoja na wachangia mada. Hakika kwa uzoefu wao